Watu wengi sana wameonekana kufurahia taarifa kwamba Zuchu ameweza kujifungua mtoto, lakini wengi hawajui nyuma ya pazia nini ambacho kimeweza kutokea wakati Zuchu akiwa kwenye process za kujifungua mtoto. Hii story nimeona inazungumzwa sana chini, nikaona so kesi, acha niwaletee mashabiki wa Zuchu, pengine wanastahili kufahamu kila ambacho kinaendelea kutoka kwa star wao ambao wanamkubali zaidi. So niko hapa kwa ajili ya kukupa update juu ya kile cha kushangaza zaidi ambacho kimeweza kutokea wakati Zuchu akiwa kwenye process za kujifungua. Dunia ina mambo mengi sana na ya kuogopesha sana. Anyways, mimi nitakusanua hapa. Sasa uko hapa kwa ajili ya kupata story na muendelezo wa kila ambacho kitakuwa kinaendelea kwa upande wa Zuchu, basi hapa ndo mahali sahihi kabisa cha kufanya. Tazama chini hii video hapo, kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza kwa sababu kuna story nyingi sana ambazo nitakuwa nakuletea kuhusiana na kila ambacho kitakuwa kinaendelea. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako, ukiweza share video kabisa, lakini muhimu kabisa hakikisha umesubscribe ili usiweze kukosa video yote kutoka hapa kwenye channel yetu ya Bongo Vibe. Naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. So kama ambavyo tunafahamu, kila mmoja sasa hivi yuko excited baada ya kuona kwamba Zuchu ameweza kujifungua mtoto. And of course ilikuwa ni wish ya kila mtu kuona kwamba ifike wakati Zuchu na time yake ifike, kwa sababu ndio moja kitu ambacho alikuwa anakisubiri kwa muda mrefu sana. Baada ya hayo yote, watu walikuwa hawajui nini ambacho kimeweza kutokea nyuma ya pazia. Unaambiwa swala la Zuchu kujifungua mtoto haikuwa rahisi. Yaani hakuna aliyekuwa anategemea kwamba ingeweza kuwezekana kirahisi namna ile pale. Na hii ni kutokana na mambo meusi ambayo alishakuwa yameanza kuonekana wakati Zuchu akiwa kwenye process hizo. Na moja ya jambo kubwa ambalo limewashtua watu wengi ni baada ya kusemekana kwamba mara mtoto alikuwa anakuja, anataka kutoka, alafu then anarudi ndani, anakuja, anataka kutoka, and then anarudi ndani tena. Yani ilikuwa inafikia the point ambayo itabidi sasa mtoto kwamba anakaribia kutoka, alafu unashangaa tu from nowhere ni kama vile kuna mtu ambaye anampush anarudi nyuma, kitu ambacho kikawashangaza kiasi kwamba unaambiwa Bibi Hadija Kopa ilikuwa imefikia time wakasema kwamba bwana, kama vipi tu tutumie njia ya operation, pengine inaweza kani simple kwa sababu mtoto wangu anaumia na vitu kama hivyo. Ile pressure kutokana na kwamba ana shauku ya kumpata mjukuu, hataki mtoto wake adhurike na vitu kama hivyo, process zika kama hivyo. Lakini bahati nzuri zaidi ikaja kutokea kwamba wakaja kafanikiwa dakika za jioni kabisa, wakati madaktari wanataka ku give up na kuweza kutumia njia operation. By the way, ni congratulations kwa Zuchu, ni kitu kizuri kabisa. Lakini moja kitu ambacho kimetokea na kikawashangaza sana ni hicho kwamba mtoto anakuja anataka kutoka, alafu inatokea kama kuna mtu anamvuta ndani aweze kurudi ndani ya tumbo. Yes, of course tumpe hongera Zuchu kwa kitu kizuri ambacho kimeweza kutokea, lakini hili limewashangaza zaidi. Yote kwa yote, asante Mungu kwa sababu Zuchu kajifungua akiwa salama kabisa. Kwa upande wako na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hili? Tutaambia kwenye sehemu ya comment hapo. Ila muhimu zaidi, kama unataka kupata updates na taarifa kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kinaendelea kutokea, basi hakikisha hapo chini hii video umebonyeza neno subscribe. Hapo utakometisha sana na utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri sana ya kupata kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea. Naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Tukutane next video. Bye bye.